Bwana Yesu asifiwe sana rafiki yangu. Karibu siku nyingine tena tupate kusoma neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 16. Neno la Mungu linasema, ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiye laumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha, mwenye kusimamia nyumba yake vyema, ajuaye kutiisha watoto katika ustahivu. Yaani mtu asiyejua kusimamia nyumba yake mwenyewe, atalitunzaje kanisa la Mungu? Wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Tena imempasa kushuhudia mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa Ibilisi. Mstari wa 8. Vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu watamanio fedha ya aibu, wakishika siri ya imani katika dhamiri safi. Hawa pia na wajaribiwe kwanza, baadaye waitende kazi ya shemasi, wakiisha kuonekana kuwa hawana hatia. Vivyo hivyo wake zao na wawe wastahivu, si wasingiziaji, watu wa kiasi, waaminifu katika mambo yote. Mashemasi na wawe waume wa mke mmoja, wakisimamia watoto wao vizuri na nyumba zao. Mstari wa 13. Kwa maana watendao vyema kazi ya shemasi hujipatia daraja nzuri na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu. Mstari wa 14. Na kuandikia hayo nikitaraji kuja kwako hivi karibu, lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Amen, amen.